La leo ambalo linatoka katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Neno la leo linatoka katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Romans chapter number 12 verse 1 and verse 2. Ninapenda kuongea leo kwenye kichwa cha ujumbe, dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai. Naona wengi wetu tumeweza kupata, kwa hivyo nitasoma. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatie namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Dhabihu iliyo hai. Wakati maandiko yanaanza yakisema basi, inamaanisha kuna mambo ambayo yamesema, ambayo kuyaelewa yanayofuatia ni vizuri uweze kuangalia nyuma tena kidogo, uelewe ni yapi haya yalikuwa yamesemwa. Ndio maana hapa mwandishi anasema basi ndugu zangu, ama kwa Kiingereza inasema therefore my brethren. Na haya ambayo yamesemwa kuanzia chapter number 1 hadi chapter 11, kitabu cha Warumi ni kitabu kizito katika imani ya Mkristo. Kinaeleza mambo ya doctrine, mambo ambayo kama kuna kitabu kikisomwa kakielewa vizuri na uko sawa, kitabu cha Warumi. Kuanzia chapter 1 hadi chapter 11, Paulo anaongea kuhusu maisha mapya katika Kristo. Yaani ukisha okoka, ni maisha ya namna gani unapaswa kuishi? Ni mambo gani unayopaswa kuyazingatia? Na kujaribu tuelewe vizuri, anaanza na kutupa picture ya jinsi tulivyokuwa kabla hatujamjua Kristo. Alafu anakuja kufika mahali ambapo tupo sasa tukishamjua Kristo. Tunapaswa basi tuishi vipi? Anapoelezea jinsi tulikuwa kitambo, from chapter 1 to chapter 11, anaelezea kwanza mahali ambapo ulimwengu ulianza kuingiwa na dhambi. Jinsi dhambi ilipoingia ulimwenguni, hasira na hukumu ya Mungu iliyofuatia. Na kisha anaeleza kuhusu dawa ya hiyo dhambi iliyoingia ikaleta hasira za Mungu. Na kwa hivyo anatupa hiyo picture yote ukisoma chapter 1 to chapter 11. Baadhi ya mambo ambayo anasema ya kwamba sisi sote tumepungukiwa na neema ya Mungu. Anasema ya kwamba sote, all humanity, black, red, yellow, white, whatever, warefu, wafupi, wanene, wembamba, waliosoma na wale hawajasoma, wale maskini, wale matajiri. Anasema sisi sote tulikuwa tumetengwa na Mungu. We were all Gentiles and alienated from God. Tukitembea katika tamaa za miili yetu, tukitembea katika mambo yanayotupendeza, na hatimaye tukajikuta katika idolatry ama kuabudu miungu mingine. Lakini Paulo anasema ya kwamba pamoja na hiyo, basi we have been grafted into the royal family. Tumejumuishwa pamoja katika jamii ya Mungu. We have been adopted
tumeletwa katika jamii ya Mungu pamoja na Kristo kwa imani. Kwa hivyo anasema kwamba kwa imani tumefanyika watu wa jamii ya Mungu. Kwa tabia zetu na mienendo yetu na maisha yetu tulifanyika maadui za Mungu. Lakini kwa imani, kwa sababu Kristo ndiye suluhisho la dhambi, tumefanyika pamoja kama watoto wa Mungu. Lakini kumbuka mpendwa, licha ya kufanyika watoto wa Mungu, we are not perfect. Hatuko wakamilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anatuita jinsi tulivyo. Mungu hakuiti kwa sababu ya jinsi anatarajia uwe, lakini anakuita jinsi ulivyo. Na unapokuja kwake jinsi ulivyo, unaweza kuwa uko hapa umekuja hivyo jinsi ulivyo, na unasema, Pastor, I am a mess. You don't know me. Ni kweli you are a mess na mimi sikujui. Lakini yule aliyekujua ndiye amekuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu umefika hapa jinsi ulivyo, mahali ambapo tumesoma anasema itoe miili yenu, ama utoe mwili wako, present your body as a living sacrifice. Hasemi tu hivyo, anasema I beseech you. Yani ninawaomba, ninawasihi. Kumaanisha ni kitu ambacho ni muhimu sana cha kuweza kufanya kama Mkristo. Lakini sio tu kuomba peke yake. Anasema ninawasihi kwa huruma za Mungu. Anatia mkazo, anasema by the mercies of God I beseech you. Ninawasihi. You know what? We are what we are because of the mercies of God. Sisi ni kile tulivyo, ama sisi tupo jinsi tulivyo kwa sababu ya huruma za Mungu. Tunatembea kwa sababu ya huruma za Mungu. Tunahubiri kwa sababu ya huruma za Mungu. Kazi tunafanya kwa sababu ya huruma za Mungu. Hata nyimbo hizi tunaimba kwa sababu ya huruma za Mungu. We have been adopted katika jamii ya Mungu kwa sababu ya huruma za Mungu. Kwa sababu gani? Warumi 5:18 nasema kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwa huruma zake tu ndipo tunahesabika kama watu wa Mungu. Ni kwa huruma zake we have been made co-heirs with Christ. Warithi pamoja na Kristo. Tumefanyika hivyo kwa huruma za Mungu. In other words, we don't qualify. Yote ni kwa huruma za Mungu. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu ya Kristo ya kwamba wanaomwamini yeye wanahesabiwa haki kwa imani na wanarudishwa katika ushirika pamoja na Mungu. Na wanaporudishwa katika ushirika pamoja na Mungu, wanakuwa na tumaini la furaha ya milele. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo unaweza kumtazama jirani yako na ukasema kwamba ndio, labda haupendi sura yangu, lakini ni huruma za Mungu zimenifikisha hapa. Labda haupendi kiwango nilicho nacho cha masomo, lakini ni huruma za Mungu zimenifikisha hapa. Labda hata upendi nilikozaliwa, nilikotoka, lakini ambali huu nimefika, ni huruma za Mungu. Kwa hivyo nitazifuatilia ama nitaufuatilia huruma wa Mungu, because kwa huo huruma umenifanya kuwa mwana wake. Labda hata sina sense of fashion. Nikivaa unashindwa ni rainbow inapita ama ni binadamu. Sawa, ninakuwa rainbow, lakini ni huruma za Mungu zimenifikisha mahali zimenifikisha. Bwana asifiwe. Ya kwamba unavyoniona sijali,
lakini najali huruma za Mungu, kwa sababu hizo huruma ndizo zimenitoa kuwa adui na Mungu, zimenifanya kuwa mwana wa Mungu. Ni huruma wake umenitoa kuwa adui wa Mungu, zimenifanya mrithi pamoja na Kristo. Kwa hivyo kwa huo huruma wa Mungu ndio maana tupo jinsi tupo. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo mahali pale tumesoma kwa Warumi 12, amefika mahali hapo nyuma kidogo ambapo amesema tumefanyika sasa wana wa Mungu. We are brothers with Christ. And he transposes from the brotherhood to a priesthood mode. Chapter 12. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Agano la Kale dhabihu ilitolewa na makuhani peke yake. Na anaposema itoe miili yako kama dhabihu, inamaanisha ya kwamba because it is only priests who are supposed to give an offering, Paul is now bringing another picture that we are priests of the Lord. Bwana asifiwe. Na kulikuwa na dhabihu nyingi katika Agano la Kale, lakini sitaenda katika agano zile zote katika dhabihu hizo, lakini dhabihu hizo zote ilikuwa ni kwamba kulikuwa na punishment, makosa yamefanyika, jambo limefanyika, na dhabihu lazima zitolewe, sacrifices zitolewe, wanyama wachinjwe, damu itolewe, ndiposa dhambi ama makosa yale yaweze kufutiliwa mbali. Na Paulo hatuulizi tuweze kutoa dhabihu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu maandiko yanasema Yesu ndiye dhabihu ya pekee kwa ajili ya dhambi. And so the sacrifice for the remission of sins was done once by Christ and it was over. Na kile ambacho, for since Christ was the perfect sacrifice for sin, Paulo anatazama hiyo na anatueleza ya kwamba katika maisha mapya sasa kama Kristo, kama wa Kristo, anasema sasa miili yetu tuilete kama dhabihu mbele za Mungu. In other words, ya kwamba ule huruma tumeupokea kutoka kwa Kristo udhihirike katika maisha yetu, udhihirike katika miili yetu, udhihirike kwa mambo ambayo tunayoyafanya, uonekane, ulimwengu uone ya kwamba hawa Mungu amewahurumia na amewaita kwake, ameweza kuwabadilisha. Unapoongea habari za dhabihu katika Old Testament, kuna vitu vitatu ambavyo vilikuwa lazima viwepo. You had to have a priest, and then you have the victim, and you have an altar. Lazima kuwe na yule kuhani, alafu kuna yule mnyama wa kuchinjwa, na pia kuna madhabahu. Lakini leo sitaenda kwa hizo details. Paulo anaposema itoe miili yetu, anamaanisha ya kwamba wewe kama kuhani, now you qualify to offer your body as a sacrifice. Because sacrifices ilikuwa kazi ya makuhani peke yao. Bwana asifiwe. And the victim of this sacrifice is your body. Mnyama ambaye wakupeanwa kwa ajili ya sacrifice hii ni mwili wako. Madhabahu ni haya ambayo Mungu ameandaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha yetu yanapaswa kuwa ni dhabihu, yanapaswa kuwa ni sadaka. Tunapaswa kuyatoa kwa Bwana maisha yetu. Yaani hatuna chetu, kuelewa ya kwamba maisha tulionayo sio yetu ikiwa tutayatoa kwa Bwana. Tunatoa namna gani? Tunatoa katika utumishi wake. Tunatoa kwa sababu ya kutimiza mapenzi yake. Tunatoa kwa kufanya kazi yake. Now, the tofauti ni kwamba na Old Testament ya kwamba kulikuwa na kuhani, kukawa na mnyama. Tofauti kwa dhabihu hii ambayo naongea nao leo ya kwamba wewe ndio kuhani, tena wewe ndio mnyama. Bwana asifiwe. Na mfano huu Yesu aliuanzisha. Soma Ibrania 7:27, inasema ya kwamba Yesu alijitoa mwenyewe kama dhabihu.
Kwa hiyo yeye ndiye aliyokuwa kwanza kuwa dhabihu na tena kuwa mnyama. Na kwa sababu tunafuatia huo mfano wake, Paulo anasema asubuhi ya leo, itoeni miili yenu kama dhabihu, kumaanisha kwamba we qualify as a priest. Kwa hiyo tunapoendelea jiulize, do I look like a priest? Do I walk like a priest? Do I live like a priest? Do I talk like a priest? Do I sing like a priest? Do I live like a priest? Kwa sababu anasema itoe miili yetu kama dhabihu mbele za Bwana. Na anasema pale mwisho wa verse 1 anasema kwamba this is a reasonable service. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Na kumaanisha kuna ibada zingine ambazo si za maana. Je, wewe ni mmoja wa washirika katika ibada ambazo sio za maana? Kumbe kujitoa kikamilifu mbele za Mungu ni ibada ambayo Mungu anasubiri. Because mambo mengine unayoyafanya tayari umejitoa kikamilifu mbele yake. In other words, kama kuna mambo mengine ambayo tunayafanya kabla hatujajitoa kikamilifu mbele ya Bwana, sio ibada ya maana. Bwana asifiwe. Unajua wakati makuhani walitoa dhabihu katika Old Testament, yule mnyama alichinjwa akafa. Na kwa hivyo akiwekwa katika madhabahu hakuwekwa akiwa hai. Aliwekwa katika madhabahu kama amekufa. Lakini Paulo anasema ya kwamba the proper spiritual act of worship is you taking yourself to the altar. Wewe mwenyewe unajipeleka kwa hayo madhabahu. Mpendwa, kwa sababu ya kuja kwa Kristo, no more dead sacrifices. Living sacrifices, wewe mwenyewe kujipeleka kwa madhabahu. Na anasema kwamba hii ndiyo ibada inayokubalika. Otherwise, ibada zingine ambazo hatujajitolea mbele za Mungu, mpendwa, unaweza imba ukatoka jasho. Unajua nyakati zile ambazo watu walikuwa kiimba na ile African keyboard, watu walikuwa wanaicharaza hiyo African keyboard. Mpaka unaona shati ulidhani alikuwa na white shirt, unaona inakaa imebadilika kwa sababu jasho. Mpendwa, unaweza ukaimba kabisa hivyo ukatoka jasho, lakini ikiwa hujatoa mwili wako kama dhabihu, ibada hiyo haikubaliki. Unaweza ukahubiri, ukaruka juu, ukakuja chini, ukatoa nguo, ukazirusha all over the place, lakini ikiwa hujatoa mwili wako kwanza mbele za Mungu, holi mbele ya Mungu, hizo zote mbele ya Mungu ni sarakasi, sio ibada inayokubalika. Kwa sababu gani? Kwa sababu that is not what God is looking for. Yohana anasema namna gani? Yesu anasema katika Yohana 4:12 anasema kwamba Mungu anatafuta waabudu watakao muabudu kwa roho na kwa kweli. Hauwezi kumwabudu kwa roho na kweli ikiwa haujajitolea kwake. Lakini ikiwa umejitoa kikamilifu mbele za Bwana, unajua kwamba ibada yako inakubalika mbele ya Mungu. In other words, worship is not what we do. Worship is who we are before God. Na ukiwa ni sacrifice ama dhabihu mbele za Mungu ambayo inakubalika mbele za Mungu, basi yale mengine unayoyafanya baadaye pia yanakubalika, because God is looking for a life of total surrender to Him. Nyakati za kuishi maisha nusu, ile changanya. Friends, we don't have time for that. Time iliyoko ni kusema mimi ni dhabihu mbele za Mungu, na mimi pia ni kuhani mbele za Mungu. Kwa hiyo nitaishi maisha ya kikuhani. Inawezekana hakuna mtu anakuita pastor or reverend, lakini jua wewe ni kuhani. Na kama kuhani, basi usingoje mtu mwingine. Unajua wakati mwingine tunapoenda kwa maombi, tunakuwa kama zile injini za kitambo. Unajua zile injini za kitambo, watu walioishi miaka ya pale kitambo, mnajua gari ilikuwa inaanzishwa kwanza, alafu inafanywa namna gani? Inasukumwa ndio iweze kupata moto.
iweze kwenda. Sasa wengine Wakristo wengine wanakuwa kama hizo injili za kitambo. Ukitaka aombe niimbe chorus kama 3 4 hivi. Unajua hiyo ni kusukuma. Saa zingine huwa tunasaidia kusukuma tu, lazima tusukume. Hapo sipo kusukuma hutafika huko. Sasa tuimbe chorus mbili, 3 hapo tunasikia unaanza cha. Unaanza sasa kidogo. Mungu unaanza kwenda. Lakini ukijua wewe ni dhabihu inayokubalika mbele za Mungu, ukijua kwamba wewe ni kuhani mpendwa, unapofika wakati wa kujibwaga mbele za Mungu, hauhitaji chorus 2 3 ndipo uweze kufika katika uwepo wa Mungu katika maombi. Unajua mimi ni kuhani, niamshe usiku whatever time I'll be in the presence of God because I am a priest. Nibaada asubuhi nikiamka, hata kama sijanawa uso, I know I am a priest and I'm in the presence of God. God is looking for believers ambao wataelewa wao ni dhabihu, tena wao ni makuhani. Bao tutaishi maisha ya total surrender kwake yeye na yeye peke yake. Nigusie tu some qualities of a believer as a living sacrifice, on how you live a life as a sacrifice to God. Nigusie tu machache alafu tuende nafasi ya maombi. Baadhi ya mambo ambayo ninaona ni muhimu tukiyazingatia yanaweza kutusaidia kuishi maisha ya kikuhani na kuishi maisha ya dhabihu mbele za Bwana ambayo iko hai. Ni dhabihu na iko hai. Jambo la kwanza, teachability. Uwezo wa kujifunza ama kufunzika. Yaani una hamu ya kukua, una hamu ya kujua, una hamu ya kubadilika. Unasema tu at the prompting of the Spirit of God, I am ready to change. Roho wa Mungu akiniambia kitu, niko tayari kujifunza. Niko tayari kutenda kile Roho anasema kwa sababu nimejitoa kikamilifu mbele za Bwana. Unajua wengine tumekuja na kuna koo zingine ama ukoo mwingine ambao watu ni vichwa ngumu. Sisemi ukoo wako. Sisemi ukoo wako. Sisemi pasia alimulika ukoo wangu. Bwana. Lakini kuna ukoo mwingine watu ni vichwa ngumu by birth. Ukizaliwa tu chini pap, wanajua one more kichwa ngumu wamefika. Bali unapokuja kanisa, unapokuja kwa Yesu, unapofika kwa msalaba, unasema Bwana, mimi ni dhabihu na mimi ni kuhani. Kichwa ngumu nimewacha chini. Mimi sasa ni mwanafunzi wako. Nionyeshe kile unataka kufanya. One of the most vichwa ngumu kwa Biblia alikuwa ni Paulo, akiitwa Sauli, na akiwa na sheria mkononi na uwezo wa kwenda kupersecute wa Kristo. Akiwa katika njia akakutana na Yesu. Yesu akamchapa mweleka. Huyu Yesu kumbe ni hatari. Akamchapa mweleka. Sauli akiwa chini kwa mavumbi, unajua alisema namna gani? Yesu alipomwambia mbona unanitesa? Sauli akasema, ikiwa mimi ndio kichwa ngumu sana, nimecharazwa chini hata macho sioni, huyo mpaka awe ni mtu serious. Because read the statement ya Sauli. Sauli anasema, wewe ni nani Bwana? Anakumbuka kuongeza hapo Bwana, kwa sababu amerealize kichwa ngumu yake imefika mwisho. Bwana asifiwe. Tunapofika katika msalaba, Jesus by his blood, when that blood sprinkles on our lives, ile kichwa ngumu ya ukoo inaenda. Kwa hivyo kama bado unayo, I call you upon this day, rudi kwa msalaba vizuri. Kwa sababu ukikutana na Yesu, he summarizes you. Anakufanya uwe wake. Na kwa hivyo ile spirit ya teachability, ile roho ya kusema niko tayari kufunzika, niko tayari, what is the spirit prompting me? Roho wa Mungu ananielezea nini? Niko tayari kwenda direction ya spirit ya Mungu. Ni ishara moja ya kwamba wewe ni dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Jambo la pili, right attitude. The right attitude. Genesis 4:3-7.
Kaini alipoenda kutoa dhabihu yake mbele za Mungu, shida haikuwa dhabihu, the attitude aliyokuwa nayo. Abeli alipoenda mbele za Mungu kutoa sadaka madhabihu yake ya mazao yake, alienda with the right attitude. Without the right motives, our good deeds before God count nothing. Isaiah 64 verse 6 anasema kwamba matendo yenu mazuri mbele za Mungu ni kama vitambaa, ni kama matambara yanayonuka. Na kwa hivyo tunapoenda mbele za Mungu, ikiwa tutakuwa dhabihu inayokubalika, dhabihu iliyo hai, lazima tuende na mtazamo ulio sawa. Lazima nia zetu ziwe ni nia ambazo ni nzuri katika kutenda haya mambo, kwa sababu Mungu anatazama nia zetu. What are our motives? Number 3, kwa dhabihu iliyo hai mbele za Mungu, lazima tuwe tayari kuhesabu gharama. We must be ready to count the cost. Because sacrificing includes refusing to offer what costs you nothing. Nakumbuka Daudi wakati fulani na Arauna alipokuwa akitafuta kutoa dhabihu mbele za Mungu. Arauna akasema kiwanja ndio hiki, ng'ombe ndio hawa, kuni ndizo hizi, ziko tayari. Daudi, peana sadaka mbele za Mungu. Daudi akasema siwezi kumtolea Mungu kitu ambacho hakinigharimu. A sacrifice is costly. And to sacrifice, you must be able to refuse to offer what costs you nothing. Kwa hivyo, kuna mambo ambayo ni muhimu sana kwako, ambayo utasema haya ni muhimu kwa maisha yangu. Mimi ningali kijana, mambo haya ni muhimu, lazima niyafanye. Lakini ninapokumbuka mimi ni dhabihu ambayo iliyo hai na mimi ni kuhani, I will count that cost. Na nikasema kuna mahali sitaenda kwa sababu mimi ni dhabihu. Kuna watu sitashirikiana nao kwa sababu mimi ni dhabihu. Kuna maneno sitasema kwa sababu mimi ni dhabihu. You must be willing to count the cost of being a living sacrifice. Mwisho, embrace holiness. Dhabihu ni lazima iwe takatifu. Maandiko yanasema pale kwamba dhabihu iliyo takatifu inayokubaliwa na Mungu. Mkristo ni mtu ambaye ametengwa. He or she belongs to God, because holiness means separation, means set apart. Ametengwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo mpendwa, you are not your own. Release yourself to the owner. Let him have his way. Kuna mambo ambayo yanaweza kujia ambayo hautarajii na huyapendi, lakini unasema because I don't belong to myself, God give me the grace to handle it. Bwana asifiwe. Asubuhi tumeongea habari ya tumaini. Kuna series ambayo tumeanza asubuhi kwa English service kuhusu tumaini katika nyakati ngumu. Na tutasema kwamba hiyo tumaini ni energy ya ndani, nakupa nguvu kutoka ndani kustahimili mambo ambayo haungestahimili otherwise. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utakatifu ni kutafuta kuwa mtu aliyetengwa kwa ajili ya Mungu, kusema kwamba mimi kama fulani mambo haya singekubaliana nayo, lakini ikiwa ni Mungu ambaye ameyasema, nitayachukua hivyo kwa sababu I no longer belong to myself. I belong to God. Bwana asifiwe. Na yale yanayompendeza Mungu, hata mimi asiponipendeza leo, kesho ninajua, kwa sababu Mungu anajua kesho kabla hiyo kesho haijafika. But I am willing to say I don't belong to myself. I belong to God. So what pleases God, God help me to take it in. Hata ikiwa ni mzito namna gani, Bwana nisaidie, kwa sababu I no longer live. It is Christ that lives in me. Bwana asifiwe. Amosi akitafakari kwa mambo haya, anasema in Amos 5:22-24, Mungu anamwambia Amosi ya kwamba waambie waache hizo nyimbo zao, waache hata sadaka zao, sitazipokea kwa sababu mioyo yao
haiko sawa na mimi. Hawajajitolea kama dhabihu mbele ya Mungu. The sacrifices of God, mwandishi wa Zaburi 51:17 anasema kwamba ni moyo uliobondeka. Tunajuaje sisi ni dhabihu mbele ya Mungu? Ikiwa mioyo yetu imebondeka mbele za Mungu, kwa sababu hiyo ndio Mungu anapokea. Mpendwa, when you come to church like you did this morning, unakuja kutoa mwili wako kama dhabihu mbele za Bwana. Unasema, Bwana, sitaki kutoka jinsi nilikuja. Ninatoa mwili wangu, ninapeana yote kwako ambayo yangekuwa ni yangu. Baba yako nitayafuata. Yawe mazito. Yesu alisema, ataka kunifuata, jitwike msalaba wako na unifuata. Asubuhi unasema, Bwana, msalaba wako niko tayari. Kwa sababu I don't belong to myself, I belong to you. Msalaba japo mzito, nitajitwika, nitakufuata. How do we even begin such a process ya kujipeana kama dhabihu iliyo hai mbele za Bwana? The answer is simple. Look to Jesus. Yesu pekee, yeye anaokoa, anatuleta katika ushirika na Baba. Jinsi Romans chapter 1:11 inasema, anatufanya kuwa warithi pamoja na yeye katika uwepo wa Bwana. Lakini yeye pekee aliishi a perfect life ambaye tunaweza tukaiga kutoka kwake. Jesus demonstrated what it is to live as a living sacrifice. Asubuhi ya leo nataka nikuulize, je, uko tayari kujitoa kama dhabihu iliyo hai mbele za Bwana? In other words, kusema, Bwana, I no longer belong to myself. Not my will, but your will be done in my life. Bwana, mimi sio wangu tena, lakini yako Bwana yafanyike katika maisha yangu. Badilisha mtazamo wangu, my attitude. Natamani kutembea katika utauwa. Natamani kutembea na niko tayari kulipia gharama ya kubakia dhabihu iliyo hai mbele zako. It might cost me my convenience. It might cost me my time. It might cost me the things I like most. Lakini mimi sasa kama dhabihu mbele za Bwana, Bwana niwezeshe kustahimili. Make me teachable mbele zako. Tusimame mbele za Bwana. Sijui asubuhi ya leo ukichunguza katika maisha yako, unatembea kama kuhani, unatembea kama dhabihu, unanena kama kuhani, unanena kama dhabihu. Ni mambo gani ambayo yanakudisqualify kuwa living sacrifice mbele za Bwana? Asubuhi ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba tupeane miili yetu sisi wenyewe, sio mchungaji akusaidie kupeana mwili, lakini mwenyewe jiwakilishe mbele za Bwana na kusema, Bwana, nimekuja kwako. Kuna mambo ninaona haya ya kwetu hayafai dhabihu iliyo hai. Haya ni dhabihu iliyokufa. Asubuhi naomba Mungu akusaidie utoke katika dhabihu zilizokufa, uwe dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Kwa sababu kiendelea verse 2 pale, anaendelea kusema mambo mengine ambayo ni ya muhimu kwa dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Anasema kwamba dhabihu hiyo iliyo hai mbele za Bwana haifuatilii mambo ya ulimwengu. Dhabihu iliyo hai mbele za Bwana imegeuzwa kwa kufanya upya katika fikira zao. Dhabihu iliyo hai inatafuta kujua mapenzi ya Mungu, na mapenzi hayo yakitendeka ni mapenzi yaliyo mema. Verse 2 inasema, na ni mapenzi kamilifu. Asubuhi hii acha tumuulize Bwana tusaidie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako. Neno lako limeturai kupeana miili yetu kama dhabihu iliyo hai, dhabihu inayokupendeza, ambayo ni kitendo chetu cha ibada. Tunatambua wengine wetu katika ibada zetu Bwana hatuja kutukuza, kwa sababu neno lako linasema ibada ya kujitolea kikamilifu mbele yako ndiyo ibada iliyo na maana.
Baba, tusamehe, tumehusika kwa ibada zisizo na maana mbele yako, japokuwa tumeliita jina lako, lakini Bwana, kwa sababu hatujatoa miili yetu kama dhabihu iliyo kamilifu mbele zako, ibada hizo ni ibada bure. Tusaidie asubuhi ya leo ili ibada zetu zikubalike mbele yako. Kwa hivyo tusaidie, tupe ujasiri wa kusimama na kusema nitafuatilia utakatifu, kwa sababu huo ndio utadhihirisha ya kwamba mimi ni dhabihu kamilifu. Nitasema asubuhi ya leo, Bwana, nifunze, nipe roho ya kujifunza, kwa sababu katika kujifunza ndipo ninadhihirika ya kwamba mimi ni dhabihu kamilifu ambayo iko hai. Nataka kujua roho wako anasema nini, na the prompting of your spirit niwezeshe kurespond, hata kama akili zangu hazitakubaliana, hata kama nia na mapenzi yangu hayaambatani. Baba, nisaidie kukubaliana na mapenzi yako. Wewe ni mwaminifu Jehova, unastahili. Asante kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.